Once again. Leo nakuletea binti ambaye anatokea kwenye familia ya kitajiri na ni binti ambaye amelelewa kwenye misingi ya dini. Ni binti ambaye anatokea kwenye familia ya Kiislamu, yani dini sana nyumbani kwao. Na huyu mdingi amekuwa akimpenda sana mtoto wake kwa sababu ni binti wa kipekee na ndo pekee ameweza kumrithisha kampuni yake kubwa ambayo inafanya vizuri sana hapa mjini. Basi mdingi alikuwa akichunguza namna ambavyo mtoto wake alikuwa akifanya kazi na alikuwa akimpongeza kweli. Na huyu binti wakati mwingine alikuwa zake sokoni, na siku leo sokoni alikutana na kijana fulani hivi ambaye anakwenda kwa jina la Omar. Na huyu kijana huwezi kuamini, licha ya kwamba ni mara ya kwanza ameweza kukutana na mtoto wa kike, huwezi kuamini kwamba aliweza kumlipia kila kitu ambacho mtoto wa kike alikuwa amenunua hapa. Nadhani ilikuwa ni kwa sababu alikuwa akihitaji ukaribu na huyu dada ambaye anakwenda kwa jina la Amira. Na huyu mshikaji pia Omari alikuwa naye pia ni Muislamu, yani anatokea familia ya Kiislamu. Basi taratibu walikuwa wakirudi nyumbani na mshikaji alikuwa amemsaidia mtoto wa kike kubeba vitu. Basi dada akafungua buti pale na mshikaji akamsaidia kuweka ndani ya buti pale, alafu then buti likafungwa. Mshikaji mudoti ni matabasamu tu baada ya kuweza kuonana na huyu mtoto wa kike. Basi walipata time wakaanza kupiga story na bila alikuwa akihitaji kuondoka. Mshikaji akasema hapana bana, tule kidogo, janiambia hata jina lako. Mimi naitwa Samira. Oh, vipi nawe jina lako unaitwa nani? Na mshikaji naye akamwambia mtoto wa kike kwamba yeye anaitwa Omar. Na mshikaji akamwambia yeye anatokea kwenye familia ya Kiislamu kama mtoto wa kike, so wote wamekutana Waislamu. Na mshikaji huwezi kuamini ni kwamba hakuishia tu kuhitaji kujua jina la huyu mtoto wa kike, pia mshikaji alihitaji warau aweze kupata namba za huyu binti. Na binti ya kugoma bana, alimpatia mshikaji Omar namba zake za simu ili mradi waweze kuwasiliana. Oh, Samira. Yes, Samira. Basi ngoja mimi niende zangu kwa sababu inatakiwa niwe nyumbani. Basi hakuna shida. Mshikaji akawa anamfungulia. Mwamba yuko romantic huyu. Mimi gari yangu ile pale. Hakuna shida. Yeye wala usijali. Naona ulitaka kuniambia tu nipatie rift. Mimi gari yangu ile pale. Mshikaji anamuonesha mtoto wa kike chuma yake pale. Na baada ya jioni kuweza kufika, mshikaji aliweza kumpigia mtoto wa kike simu pale. Na ombi lake lilikuwa moja tu. Alikuwa kimumba mtoto wa kike kwamba siku ya kesho waweze kutoka, kwani siku ya kesho ilikuwa ni siku ya weekend, yani siku ya Jumamosi. Uwezi kuamini ni kwamba mshikaji alitoka na chombo, alitoka na mtoto wa kike, bidada ambaye anakwenda kwa jina la Samira, yani mtoto wa kipekee sana kutoka kwenye familia ya kitajiri. Basi bana walipata time wakawa nakula msosi pamoja hapa, na ilikuwa ni furaha kubwa kwa sababu mshikaji amejikuta amevutiwa na huyu mtoto wa kike, na bidada ndo humo amejikuta amevutiwa na huyu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar. Kama unavyojua ni kwamba wote wanatokea kwenye familia za Kiislamu, yani kiujumla ni kwamba wote ni Waislamu. Na mshikaji alikuwa akihitaji kuweza kujua vitu vingi sana kuhusiana na mtoto wa kike. Mimi ni kwamba naishi na wazazi wangu wote wawili, yani baba na mama, na mimi ni mtoto pekee kwenye familia yetu. Sina mume, sijawahi kufanya mapenzi, sijawahi kuwa na mchumba. Yani huwezi kuamini kwamba huyu mtoto wa kike mpaka amefikia huo umri hajawahi kuwa na mchumba hata mara moja, kwa sababu mdingi wake amemlea kwenye misingi ya dini na kampatia elimu mtoto wa kike ili mradi aweze kuirithi kampuni yake. Basi bana walianza kula miseli hapa na pale, kwa sababu hapo walikuja kwa sababu ya kuenjoy bana, hawakuja kwa sababu eti ya kuzuba. Basi wakawa wanakula matunda, yani ilikuwa ni siku ya kuenjoy, waliitumia vizuri ibalabala. Na mshikaji alijikuta anapenda kuwa karibu na huyu mtoto wa kike, mibembeo hapa na pale. Wewe ushawahi kumtoa mchumba wako au wewe? Hakuna kitu ambacho kina ladha kubwa kama wapenzi wawili kutoka kwenda sehemu ambazo hamjawahi kwenda hata siku moja, yani kwenda sehemu kuweza kubadilisha mazingira. Na mshikaji huwezi kuamini ni kwamba akawa anakuja mpaka ofisini kwa mtoto wa kike, yani muda wote alikuwa akitamani kukaa karibu na huyu bidada ndo anakuwa happy kinoma noma. Muda si mrefu tunaona wazazi walikuwa wakiingia ofisini kwa bidada, wakabaki wanashangaa nini ambacho kinaendelea hapa. Na ilikuwa ni asubuhi na mapema. Samira. Basi bidada ndo anamka. Baba. Shikamo. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum mzee. Asalamu alaykum mother. Vipi Samira? Nini ambacho unakifanya hapa? Alafu huyu kijana ni nani? Ni rafiki yangu, mimi nafanya kazi. Ya. Mbona kama unajingatangata? Unataka kuniambia mmelala hapa usiku mzima? Bidada anatikia. Basi mtoto kaliwa. Twende nyumbani chap. Twende nyumbani. Basi hakuna shida. Nimekuambia twende nyumbani chap. Basi bidada akawa anatoka pale kwa uoga kinoma noma. Na uwezi kuamini ni kwamba madha alikuja kukaa na mtoto wa kike hapa, na kuna vitu alikuwa akihitaji kuweza kuzungumza naye. Samira
kweli umeamua nivue nguo, umeamua uende kuitoa bikira yako kwa sababu ya yule mpumbavu? Hapana mama, tulikuwa tukifanya tu kazi usiku na mwisho siku ndo tukalala. Samira, mimi najua. Unajua nini mama? Najua kwa sababu najua uwezo kulala na mwanaume chumba kimoja alafu msifanye chochote, eti kwamba haja kufanya chochote. Mama, tulikuwa tukifanya kazi alafu yeye alikaa kwenye kiti chake na mimi nilikaa kwenye kiti changu. Mimi bado ni bikira mama. Mwanzo kaona usinidanganye. Usinidanganye, ni lazima nikuchunguze nijue kwamba wewe ni bikira amala. Yes, unashangaa nini? Lazima nikuchunguze. Na kama yeye anakupenda, basi akuoe, akufanye kuwa mke wake. Kivipi sasa mamangu? Ni lazima. Yaani kama anakupenda, inabidi akuoe. Mama, mbona umekulupuka? Mtu hata bado sijamjua vizuri. Kwa nini anioe mapema yote hii? Na ndio maana nimekuambia hivi, kama anakupenda, basi mwambie akuoe. Yaani kama anakupenda, mwambie aje ajitambulishe kwetu. Basi bidada akawa anamuitikia mama yake pale, lakini alikuwa hajapenda kwani bado hawajawa na muda mrefu sana na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar. Na mtoto kike aliweza kumpigia mshikaji na akamwambia kila kitu. Na mwamba akamwambia, "Mbona kuna shida? Yaani ni fresh tu." Yaani mwamba alimwambia mtoto wake kwamba atakuja nyumbani kwa kina Samira na atakuja kwa ajili ya kuweza kujitambulisha. Bidada ndo anajisikia happy, ana enjoy barabara. Na uwezi kuamini ni kwamba siku leo mshikaji alikuja kwenye familia kina bidada ambaye anakwenda kwa jina la Samira. "Unauhakika kwamba unampenda mwanangu? Alafu kweli wewe ni Muislamu halisi?" "Yes, mimi ni Muislamu halisi kabisa." Basi hakuna shida." Sasa kana nongozana pale. "Nadhani inabidi mwelekeze kile ambacho nilikwambia, okay?" "Yes, hakuna shida." Wazazi kama unavyojua tena. "Kijana, ni kiasi gani unampenda mwanangu? Na kama unampenda mwanangu, unaweza kumuoa." "Mama, sizungumzi na wewe, lakini ukupaswa kumuuliza hivyo." "Yes mama, mimi nina uwezo wa kumuoa. Alafu pia mimi sikuhitaji kuweza kumchezea mtoto wenu. Mimi nahitaji kabisa kuweza kumuoa. Kwa kama mnataka nimuoe, basi hilo limepita wazazi wangu. Mimi nitamuoa mtoto wenu. Kikubwa tu niweze kupangiwa mahari. Mimi muda wote, hata kesho, mimi namuoa." Mdingi akaona hili ndo likidume. "Zamani mama, dakika moja, ngoja tuongee." Bidada akawa anamvuta mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar hapa. Na alikuwa akimlalamikia, "Kivipi? Inawezekanaje? Hatujamaliza hata wiki kwenye mahusiano yetu, alafu unasema unataka kunioa?" "Yes, mimi nataka nikuoe kwa sababu nakupenda." "Unanipenda kivipi?" "Mimi nakupenda sana. Nahitaji kukua." Bidada alikuwa akimshangaa mshikaji kwenye mahusiano hata wiki hawajamaliza, alafu mshikaji eti amekubali kumuoa hata kesho kutwa. Bidada alikuwa kibaki anashangaa. Sikuelewi. Shida ni nini sasa? Mimi nahitaji kukuoa. Mimi nawe tunapendana, si ndio? Hata shida nini mimi kukuoa? Tatizo bado sijakujua vizuri. Mimi nahitaji kukuoa Samira. Tafadhali, nifikirie kwenye hilo. Mimi nakupenda bana." Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji alikuwa kimuomba mtoto kike aweze kumfikiria kwenye hilo kwa sababu anahitaji kumuoa. Yaani anahitaji awe mke wa maisha yake, and love of my life. Na bidada akamwahidi mshikaji kwamba atalifikiria hilo, lakini ni ngumu kwa sababu hawajamaliza hata wiki moja kwenye mahusiano yao alafu wawane. Bidada anahisi kama vile ndoa yao itakuwa ngumu. Na bidada alikuja kumuomba ushauri rafiki yake, na rafiki yake anakwenda kwa jina la Usman. Ni marafiki ambao wanapendana kinoma noma. "Mimi sikushauri rafiki yangu kwenye hilo. Eti sijui kufikiria. Mimi sikushauri hata kidogo. Yaani wewe chap kabla huyo mwanaume hajabadilisha mawazo, nenda kamkubarie. Unaanzaje kumkatalia mtu eti sijui eti kwa sababu hamjajuana, sijui eti wiki moja, sijui nini?" Kuna watu wanaoana na wajuani kabisa. Yaani wanakutanishwa tu na wazazi. Nyie mmependana alafu unaanza kuzingua. Kubali bana chap. Kuna watu wengi sana wanaipambania ndoa lakini hawaipati. Huwezi kuamini ni kwamba bidada alikubali kuoana na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar. Ndoa iliweza kufungwa hatimaye. Mwamba akabeba jiko, akamvuta mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Samira. Watu walikuwa wakipongezana. Huwezi kuamini kwamba ilikuwa ni siku ya wali na ugali kupakuliwa. Yaani watu wanaleta soda, alafu kuna wauni wanakunywa togwa pale. Na mshikaji alivuta jiko mpaka magetoni. Lilikuwa ni tabasamu tu kwa sababu leo anaenda kumjunja. Basi bana, baada ya ndoa sasa mshikaji ni anapikiwa mapochopocho, anapikiwa vitu vitam. Chiki anavovutwa, chiki anavopelekwa kwamba baba twende ukale. Mshikaji wewe ndo anaenjoy. Jamani, ndoa tamu jamani. Sijui na mimi nioe jamani, tapata wapi jamani mke kama huyu jamani? Yeye anamwandalia mshikaji masontojo, vitu vitam, vitu vizuri. Na mshikaji alivyokuwa mchokozi, mahaba mpaka jikoni. Chiki anavomkamatia kiuno hicho. Wewe bidada ndo anafly, anajisikia raha kuolewa. Jamani, ndoa ni tamu. Vijana wengi wanaogopa sana kuoa, lakini ndoa ni tamu kweli kama mkipendana. Ni kikubwa tu
mpendane. Siku ya leo bana, huwezi kuamini kwamba mshikaji alikuwa amechelewa kurudi balabala. Bidada alikuwa akijiuliza yuko wapi mwanaume, alikuwa amechelewa, hapokei simu. Mshikaji usiku wa manane, bidada alikuwa akishangazwa na mshikaji, akawa anatimba. Bidada akamfuata, jamani mume wangu, nilikuwa na wasiwasi, umepatwa na nini? Na mshikaji usiku leo alikuwa anaonekana na huzuni. Siko sawa tu, siko sawa. Shida ni nini? Niambie mpenzi wangu, shida ni nini? Ni kwamba mshikaji alikuwa haiko sawa hata kidogo. Hatujui shida ni nini, lakini inaonekana mshikaji kuna kitu kinamsumbua barabara. Na mwamba alikuwa akiwaza kitu ambacho kinamsumbua. Inabidi uoe, inabidi umuoe Alia. Hapana mama, yani nimeoa tu sasa hivi, hata siku 5 hazijafika mnaniambia ni muoe Alia. Ni lazima umuoe kwa sababu yule ni binti ambaye mlipanga muoane tangu akiwa mtoto mdogo. Hapana mama, mimi tayari nimeshakuwa mume wa mtu. Mkelele wewe, unamjua mume wa mtu wewe? Unaruhusiwa kuoa hata mke wa pili. Shida iko wapi? Dini si inaruhusu. Yani kwamba wazazi walikuwa wakimforce mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar aweze kuoa mke wa pili, na mwanamke ambaye wanahitaji aweze kumuoa ni bidada ambaye anakwenda kwa jina la Alia. Huyo binti ni family friend na hii familia, na walishapangaga hao wazazi pamoja na wazazi wa binti kwamba mshikaji atakuja kumuoa mtoto wake. Unajua bana, familia za Kiislamu hivi vitu vipo. Kama wewe ni Muislamu nadhani utakuwa unanielewa, ila kama sio Muislamu nadhani kuna namna nitakuwa nimekuacha mbali kabisa. So mshikaji alikuwa na huzuni. Wakati mwingine tunamwona mwamba hapa alikuwa akipata zake juice, yani alikuwa akienjoy taratibu, na muda si mrefu kuna binti akawa anatimba hapa. Mshikaji akabaki anashangaa, Alia, Omar. Basi akawa anasalimiana pale, assalamu alaikum. Walaikum salam. Ilikuwa ni furaha kubwa sana hao wawili kuweza kuonana kwa sababu ni kitambo kweli. Huwezi kuamini ni kwamba huyu mtoto wa kike ndio yule bidada ambaye anakwenda kwa jina la Alia. Kiukweli miaka 5 umekuwa mrembo kweli. Yes, ni kitambo na wewe umekuwa handsome boy. Huyu ndio mwanamke ambaye wazazi wanahitaji mshikaji aweze kumwoa. Ni kazuri kweli. Mpaka mimi genius nimekapenda, kanavutia barabara. Mimi kila siku nawaambiaga nyinyi kwamba siku moja ni lazima nitaenda Nigeria niweze kupata pesa kali kama hii hapa. Na shida ni nauli tu. Nimebaki buku5 bana. Kama mtu ana buku5 si anachangie jamani, mimi nenda zangu Nigeria. Mnapenda genius yenu niendelee kukaa single nini? Na mshikaji alikuwa akimsifia mtoto wa kike namna alivyokuwa ni mlembo. Basi wakawa wanapata moja moto moja baridi, wakawa nakula msosi pale limradi waweze kuenjoy. Siku leo mshikaji alikuwa maskani, ghafla mlango ukagongwa, na ile kufungua anashangaa madha anatimba, na alikuwa amekuja na Alia. Mshikaji akabaki anashangaa, mama, nini ambacho unakifanya? Mnafanya nini hapa? Kuwa na adabu, ndio nilichokufundisha hicho. Kwa usalimisi ndio. Samani mama, shikamoo. Nyenyuka huko. Lakini mama, mimi sijaelewa. Sikia nikwambie kitu kimoja. Nimemleta Ali hapa kwa sababu mimi siku leo nina misha nyingi, so hana mtu wa kupiga naye story, inabidi ubaki naye hapa. Kuwa huru mwanangu, enjoy yourself. Basi mwanangu, mimi nitakuja kumpitia baadaye. Mshikaji akasema hakuna shida, hakuna shida. Basi bana, huwezi kuamini kwamba mshikaji akabaki na Ari hapa, na Ari akawa anamwambia simama basi tucheze ile michezo ya zamani. Basi mshikaji akawa anasimama pale, akawa anacheza ile michezo ambayo alikuwa akicheza kipindi cha nyuma. Lakini bidada, huwezi kuamini kwamba akawa anamsogelea mshikaji, ghafla wakawa wamedondokiana pale. Jamani wewe, huwezi kuamini kwamba bidada ni mitego tu anamtega mshikaji, akawa anamsogelea pale, lakini mwamba akakwepesha, hapana, mimi mume wa mtu. Huwezi kuamini kwamba huyu mshikaji naye anampenda huyu mtoto kike, lakini hawezi kufanya chochote kwa sababu yeye ni mume wa mtu. Tafadhali, kwa nini unaogopa? Alafu mbona mama wako kaniambia kwamba mke wako amesafiri? Yes, kasafiri, lakini haimaanishi kwamba ndo nina access ya kuweza kufanya ujinga. Mimi tayari ni mume wa mtu. Hata kama mke wangu akisafiri, siwezi kufanya jambo lolote. Bila kumwambia, kikweli nakupenda sana Omar, na wewe ndo kila kitu kwangu. Tafadhali, nilikuwa naomba ukubali mimi na wewe tuoane. Naomba unioe mimi, niwe mke wako. Ushaona mwanamke anamtongoza mwanaume wewe, alafu anamwambia te mwanaume amuoe. Na mwamba sio kwamba mpendi mtoto kike, huyu mwanamke anampenda, cheki ilivyokuwa chombo. Lakini hawezi kufanya hivyo kwa sababu tayari kesha oa, tayari kesha muoa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Samira. Hawezi akamuoa tena huyu mtoto kike. Nimetoka Dubai kweli kwa ajili yako, nimetoka Dubai kwa sababu ya hii ndoa. Tafadhali Omar, usinitupe. Bidada alikuwa akimwomba mshikaji asimtupe kwa sababu anampenda kweli, na amekubali kabisa kuwa mke wa pili. Lakini mshikaji aligoma. Mimi siwezi kufanya hivyo, nampenda sana mke wangu. Alafu mshikaji
akawa anajichenga pale. Hawezi kumuoa huyu mtoto kike hata mara moja. Na huwezi kuamini kwamba bidada baada ya kusikia mke wa mshikaji amesafiri, kila siku akawa anakuja nyumbani kwa Mwamba, anapika na chakula pale. Mshikaji hivi alikuwa hapendi kwa sababu bidada kama anajimilikisha hivi. Mshikaji akawa anasema inaonekana chakula chako kitamu kweli. Yes, mimi najua kupika, kwenye masuala ya kupika kama unavyonijua tena. Lakini mshikaji hivi hapendi. Tafadhali naomba nisamehe kwa sababu naingilia majukumu ya mtu. Wala usijali. Ila sometimes inakuwa ni too much, lakini wala usijali. Ila sawa unafanya yote, lakini sidhani kama hii inaweza kanivutia mimi kukuoa. Bado mshikaji ni kwamba hajabadilisha mawazo yake. Hawezi kumuoa mtoto wa kike, hawezi kumsaliti mke wake, kwani alimwahidi kwamba hata kuja kumuolea mke wa pili. Na mshikaji siku leo alikuwa kibonga na mke wake, na mke wake alikuwa akimwambia mimi ninakuja kesho kutwa baby. Mshikaji kamwambia basi hakuna shida, natarajia kukuona hiyo kesho kutwa. Na mshikaji huwezi kuamini kwamba alikuwa amemisi mke wake kinoma kwa sababu wana zaidi ya siku 4 hawajanjunjana. Wai kurudi bana baby, kesho kutwa kweli. So unazingatia biashara kuliko mume wako. Basi bidada akamwahidi mshikaji kwamba kesho kutwa atatimba. Mwamba huwezi kuamini ni kwamba akawa anamfikiria Ali hapa. Ali ni kwamba amekuwa ni mwanamke ambaye anamuinda kweli. Yeye anamuinda barabara. Na mshikaji sio kwamba anamkataa kwamba mpendi Aria, anampenda kinoma. So kuna namna alikuwa akishindwa kuficha hisia zake mbele ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Aria. Na siku leo alitimba nyumbani akiwa na mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Aria. Na taratibu walikuwa wakielekea ndani. Kuna kitu nimesahau kwenye gari. Basi hakuna shida. Basi Mwamba akawa anafungua mlango kuelekea ndani, katia password ili naingia ndani. Ghafla akakutana na mke wake pale. Mwamba alishtuka, alitoka spidi kinoma. Stop. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba hivi msanii wetu ambaye ameimba hapa ni wapi hajatoa wimbo mpya. Ni kwamba msanii wetu ametoa wimbo mpya. Ingia YouTube, andika Kamba The Don Tamtam, utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yetu hapo. So cha kufanya utabofya katikati ya hiyo ngoma, alafu utaenda kuitazama mwanzo mpaka mwisho, na usahau kuweza kudondosha comment yako kwa kuweza kusema kwamba Genius, nimeijua hii ngoma kupitia wewe. Nadhani kwa sasa hivi nimeshusha ukimya. Msanii katoa ngoma mpya hiyo hapo. Nendeni mkaenjoy, ni ngoma mpya na ni ngoma tamu kinoma. Ni pale ambapo tuliishia. Mtoto wa kike alikuwa amesahau kitu kwenye gari na mshikaji akawa anatoa password pale kuingia ndani. Ghafla anakutana na mke wake. Mwamba alitoka mbio kinoma. Bila kabaki na shangaa. Vipi? Mbona umetoka mbio? Chon. Huwezi kuamini kwamba mke wangu amekuja kama surprise. Tafadhali baki hapa kwenye gari. Bila alikuwa anashangaa. Mbona kama mwanaume kuna mtu anaongea naye nje? Tafadhali kajificha kwenye gari kwa sababu mke wangu akikuona tu shughuli kwisha. Basi bana mshikaji akawa anamficha mtoto wa kike. Bila akawa anawaza huyu ni nani? Amekuja na nani? Alafu mbona kama nasikia sauti ya kike huko nje. Bidada akawa anatoka taratibu. Mshikaji ndo akasema ndina. Wife jamani. Mshikaji kafunga mlango pale. Vipi? Kuna shida kwani? Mbona kama ugomvi? Kikweli nimesurprise. Nilivyokukuta nani kama surprise, nikajua labda mzimu kwa sababu sikutegemea kukuona leo. Nimeamua kufanyia surprise baby. Jebi utanikuja kuniua mimi jamani. Alafu kwani kuna nini? Kwani kuna nini? Nimesikia unaongea na mtu hapo nje. Ilikuwa ni sauti ya nani? Alafu kama sauti ya kike. Ngoja nikamwongea. Tulia hapa. Kuna mtu tu nilikuwa naongea naye lakini sio muhimu. Kikweli baby langu hilo, kipenzi changu hicho. Wakawa wanakumbatiana kwa sababu walimisiana kinoma. Leo nataka nikakupe tamu yako. Nataka ukaenjoy. Nataka siku leo ukale raha, ukatafune kitumbua changu. Wewe. Mwamba ndo vitu ambavyo anapenda kwa sababu anamkubali huyu mtoto wa kike. Barabara leo nitakufanya enjoy. Jamani wewe. Ilikuwa ni furaha kinoma. Kwa bedi bidada kamkamatia mshikaji pale. Alafu then huyu mtu bidada kamwambia vipi? Wewe ni misi Mshikaji kamwambia yes, nilikumisi. Basi siku leo nataka unipatie watoto. Je, unataka 8, 9, 10 au 50? Mwamba kasema wote ambao utanipatia, lakini subiri. Unajua mume wangu kuna kitu kama nahisi kama unanificha hivi. Yaani nahisi kama kuna kitu tu akipo sawa. Kivipi baby? Bidada ni kwamba kuna hisia zinakuja kama kuna kitu mshikaji anamficha. Kama vile kuna kitu ambacho akipo sawa. Unajua mwanamke huwa anamjua vizuri sana mume wake. Lolote la tofauti likitokea lazima ajue. Lakini Mwamba kamwambia acha tunjinjane bana, achana na hizo story. Basi bana mahaba yaliendelea, na wakati mwingine mshikaji alikuwa akimsindikiza mtoto wake kazini hapa, kwani bidada alikuwa akielekea kwenye mihangaiko yake ya kila siku. Kama unavyojua ni kwamba mtoto wake ni CEO wa kampuni, kwani alirithi kampuni ya babake mzazi. Basi mshikaji akawa anamwaga na kumsindikiza pale. Taratibu mshikaji akawa anarudi ndani. Kuna kitu mshikaji alikuwa akikifikiria hapa, na akaona ngoja kwanza apige simu sehemu. Akawa anampigia simu mamake mzazi na akamwambia kwamba
niko tayari kufanya kile ambacho ulikuwa ukikihitaji. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji kwa sasa hivi amekubali kuona na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Alia. Na siku leo walikuwa zao wakila misele ya hapa na pale, yani wakila bata kama mke na mume. Jamani, rafiki yake na bidada Samira alishuhudia kila kitu na alikuja kumwambia mambo yote rafiki yake kuhusiana na kile ambacho amekiona. Nimemkuta mume wako na mwanamke mwingine. Hapana, mume wangu hawezi bana, hawezi. Ngoja kwanza nimpigie simu. Basi bidada akawa anapiga simu taratibu. Oh my husband, vipi, uko wapi sasa hivi? Mwamba akamwambia nipo kwenye kikao. Basi nafurahi kama upo kwenye kikao mume wangu, na nakutakia kikao chema. Yani bidada ni kwamba amefumba macho, ameziba masikio, amemfumba na mdomo. Hivyo ndo inavyotakiwa bana. Wakati mwingine bidada alikuwa akifanya usafi hapa kuweza kuhakikisha nyumba inakaa peche. Alolo akawa anasafisha, lakini ghafla kama kuna kitu akawa amekiona hivi. Bidada akawa anakichukua. Iki vipi? Ilikuwa ni culture ya kike na ilikuwa ni culture ya mguni. Bidada kabaki anashangaa, imefuata nini humu ndani? Yani kilikuwa ni kikuku, yani kwa wabongo tunaita kikuku. Bidada huwezi kuamini kwamba alikuwa analata kidogo na mshikaji akatimba hapa. Hichi kikuku ni cha nani? Hichi kibata cha kuvaa mdomoni ni cha nani? Mshikaji akawa anamwambia jibu, mbona unababaika? Hiki ni cha nani? Uliingiza mwanamke mwingine humu ndani, si ndio? Hapana. Uliingiza mwanamke mwingine humu ndani? Hapana. Hapana wapi, wakati kikuku kibata nimekikuta humu ndani, kwamba kilijileta chenyewe. Vipi, kwa nini unanidanganya? Mshikaji alikuwa akijitetea, lakini bidada alikuwa akiwaka. Mwamba akamwambia hapana, kakangu alikuja na mke wake, acha kunidanganya wewe. Unaniona mimi mtoto, si ndio? Hapana, alikuja na kaka yake hapa, ndo wakawa wamekisahau hapa. Mimi siwezi kukudanganya mke wangu. Na mshikaji akawa anampigia kaka yake simu ili mradi aweze kumthibitishia huyu mtoto kike. TX Dula, niambie mwanangu, mke wangu alikuwa anabisha hapa. Eti siku ile si mke wako alisahau kile kikuku cha mguni hapa ndani kwangu, na juzi ulikuja kwa sababu ya kutafuta. Yes, nilikuja nilikitafuta kweli. Mke wangu anabisha hapa, yani amebisha kabisa, yani amenikunjia ndita, hataki kuelewa lolote. Ongea naye labda umuelekeze wewe, wenda atakuelewa kwa sababu amekasirika kinoma noma. Huwezi kuamini, TX Dula akawa amemtetea mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar. Aya, ongea naye uthibitishe. Assalamu alaikum shemeji, mimi ananichiti kwa sababu ya kile kikuku nilikikuta. Mshikaji akawa amemthibitishia na mtoto kike akawa anasema asante, na mtoto kike akawa anamuomba mshikaji samani pale kwa sababu kamkosea adabu. Lakini mimi nilijua nichiti bana, nisamee basi mume wangu. Basi makumbato ndo kitu ambacho kiliendelea. Mshikaji si mmoja tu alimpigia TX Dula, mwamba kamaliza kila kitu. Wewe unamjua TX Dula wewe? Basi bidada akawa anamkumbatia mshikaji na furaha ilirejea pale pale. Ndo raha, yani kuna raha kwenye mapenzi au kwenye ndoa kama watu wawili, mume na mke, kuwa na furaha ndani ya ndoa. Huwezi kuamini kwamba siku leo ndio ile siku ya wali na ugali kupakuliwa, siku ambayo soda zinaletwa alafu unakuta kuna mwamba anakunywa togwa, na muda si mrefu huwezi kuamini kwamba mtoto kike akawa anatimba hapa. Siku leo ilikuwa ndo siku ya ndoa ya mshikaji Omar na bidada ambaye anakuwa kwa jina la Alia, lakini mshikaji alikuwa akiifunga hii ndoa ya asili akihitaji mke wake asijue. Lakini ni kwamba mke wake kaja kuchungulia humu kwa sababu amekuta amuoni mume wake siku nzima. Akimpigia simu apokee, kazini hayupo, na mlinzi wa geteni akaja hapa. Sikia nikwambie kitu kimoja, nini ambacho kinaendelea humu ndani? Bosi wangu anaoa, yani bosi wangu anaoa na anamua mwanamke ambaye anaitwa Alia. Bidada kabaki anashangaa, una uhakika Omar ndo anaoa? Yes, mshikaji kamthibitishia kwamba Omar ndo anaoa humu ndani. Bidada kama alipigwa na kitu kizito, kama kamwagiwa maji sijui ya moto sijui ya baridi, na alikuja kumwambia kila kitu rafiki yake. Kiukweli najuta, ningekusikiliza tangu mwanzo. Kiukweli nimeshuhudia ni kweli eti mume wangu anaenda kumuoa mwanamke mwingine. Kweli amekosa nini kwangu? Mimi nilikwambia, ukaniona kama mimi mjinga, ukaniona kama mimi nakuonea wivu. Mimi nakujali rafiki yangu, lakini hii imezidi bana. Hii ni too much. Mbona nilimwambia na aliniahidi kabisa kwamba haji kuniolea mke wa pili. Rafiki yake ndo alikuwa akimtia moyo mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Samila kwa sababu alikuwa na huzuni, anajisikia vibaya. Yaani kuna kitu kinauma kama mwanaume unampa kila kitu alafu bado anakusaliti. Mwanaume ambaye amekuahidi kabisa kwamba haji kukuolea mke wa pili, lakini bado anafanya hivyo. Bidada alikuwa na huzuni, mshikaji akawa ametimba. Kumwona tu hivi mke wake akajua hapa leo kuna kitu. Bidada alikuwa na huzuni, machozi yanajitokea yenyewe. Baby, vipi? Uko sawa? Mbona kama vile unalia? Bidada akimwangalia mshikaji, hana amnaye. Hivi kwa nini? Kwa nini umefanya hivyo? Kipi cha tofauti ambacho nimekufanyia mpaka uweze kuvunja agano letu? Uliniahidi hakuna kitu utakifanya. Uliniahidi utasimama na mimi mpaka mwisho. Kwa nini? Why?
Bidada alikuwa akimuuliza mshikaji ni kwa nini. Mshikaji akawa anahitaji kuweza kubishabisha. Bidada akawa anamuonesha ushahidi mzima, kila kitu ambacho kilikuwa kiendelea nyumbani kwao. Haikuwa hivyo vipi? Kila kitu nimeshuhudia mimi kwa macho yangu mwenyewe. Kila kitu nimeshuhudia, na nimekuja mpaka nyumbani kwenu nimeshuhudia unaoa mwanamke mwingine. Kwa nini? Na uliniahidi kwamba hauji kuniolea mke wa pili. Wewe unifanyia hivyo. Mbona kila kitu nakupa wewe mwanaume? Kila kitu mbona nakupa? Staili zote nakupatia, tafadhali. Hapana, mimi siwezi kukuelewa. Bidada ni kwamba ameshindwa kumuelewa mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar. Inatosha sasa. Acha niwache mpendane, mbaki nyinyi tu, ubaki naye huyo, kwa sababu Simona ni wa thamani kwako. Simona anakufaa wewe. Acha nikuache na huyo. Lakini mshikaji, huwezi kuamini kwamba alipinga kwamba mimi sijaoa. Unasemaje? Sijaoa. Kuna nifanya mimi mtoto, si ndio? Hapana, mimi sijamuoa Alia. Sijamuoa kabisa. Mshikaji akawa anamwambia mtoto wake kwamba hajamuoa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Alia. Umeanza na kunidanganya. Kweli. Mshikaji akaanza kumpa story mtoto wa kike. Ni kweli bwana, ndoa ilikuwa ifungwe, lakini mshikaji huwezi kuamini ni kwamba alibadilisha mawazo pale na alialisha kuweza kumuoa mtoto wa kike. Tafadhali, ni muda wa kuona. Hapana, siwezi. Nimeshindwa. Nimejaribu kwa kila njia, lakini siwezi kumsaliti mke wangu. Siwezi kusaliti lile agano ambalo nilikuwa nimempatia. Nilimwahidi kwamba siwezi kumuoa mwanamke mwingine zaidi yake yeye. Nilimwahidi kwamba sisi wawili tu tutakufa na kuzikana. Kweli Omar ndo nakuja kunifanyia hivi? Kweli unamaanisha huwezi kunioa? Nina uhakika na hilo. Siwezi kufanya hivyo. Bidada akaona huyu mwanaume anataka kunioa. Ni kwamba mshikaji alifanya hivyo. Aligoma kabisa kumuoa mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Alia. Alijaribu kila njia kwa sababu ni mwanamke ambaye alikuwa akimpenda tangu mtoto mdogo. Lakini ndo hivyo, kesha ingia kwenye ndoa hawezi. Mshikaji kaamua kusimama imara. Wanaume wote wangekuwa imara kama hivi, wanawake wangekuwa wakifaidi barabara. Lakini kwa hapa duniani amebaki mmoja tu. Amebaki Genius, sauti ya Simba. Yaani Genius ndo mwanaume peke yake ambaye amebaki ana tabia na msimamo kama huyo mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar. Kiukweli Omar, umejua kuniumiza. Umejua kuchoma moyo wangu. Maumivu unayoyapata hapa ni maumivu mithili ya kuchomwa na kitu chenye nchi kali na kilichojaa moto mkali. Naumia. Mshikaji alikuwa akimwambia samani. Ana kitu ambacho anaweza kumwambia mtoto kike zaidi ya samani. Bila akamwambia hakuna shida, mimi nitarudi zangu Dubai, lakini siji kukusahau kwa hiki ambacho umenifanyia. Mshikaji akaona mbelele zisiwe nyingi mwamba, akawa anajichenga. Bidada ni kulia tu, yana alikuwa akilia barabara na madha yake, na mshikaji akawa anakuja kumtia pole mtoto wa kike pale. Bidada ndo analia, yani analia kinoma noma. Mshikaji akamwambia hivyo ndo ilivyokuwa, mimi sijamuoa. Au sio? Sikia nikwambie kitu kimoja, huwezi ukaniambia chochote, huwezi ukanidanganya chochote. Mimi siwezi kukuelewa. Mimi narudi kwetu sijaua. Huwezi kuamini kwamba bidada aligoma kabisa kumsamehe mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar kwa kitu ambacho alikuwa amekifanya, kwa sababu hata kama hajamuoa yule mtoto wa kike, lakini alijaribu kuweza kufanya hivyo. So mshikaji bado alitoka nje ya mstari, japokuwa aliamua kurudi kwenye mstari baada ya kujishtukia, na bidada akawa anajichenga pale. Tafadhali Samira. Mshikaji alikuwa akimbembeleza mtoto wa kike, lakini bidada alirudi kwao, na kwa sasa hivi ulikuwa umepita mwezi mmoja hapa. Bidada alikuwa amepoa zake, na huwezi kuamini kwamba bidada kitumbo kinazidi kukua. Kumbe bidada aliondoka kwa mshikaji akiwa na mimba. Mwanangu huyo. Na mdingi siku leo alikuja kuongea na mwanae. Mume wako amekuja hapa. Lakini bidada alikuwa hitaji kuweza kuzungumza na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar. Lakini mdingi akamwambia inabidi umuelewe mwenzio bana. Mwenzako ameonyesha msimamo mkubwa sana. Kwani ilitakiwa aoe mke wa pili. Angekuwa mwingine angeoa, lakini kaonyesha msimamo. Kasimama na wewe tu peke yako. Mwanangu, inatakiwa ujivunie kuwa na huyo mwanaume. Ni mwanaume bora kuliko wanaume wote. Basi kabidada kuna namna kaka na tabasamu kwa sababu ni mwezi mmoja sasa kamekaa nyumbani, sio kamemiss sana mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar. Na mdingi anavyomwagia mshikaji masifa, yeye anamwaga kinoma noma. Sijaionaga kidume kama kile, yani kimegoma kuchukua mke wa pili, tunda kabisa. Wewe na mwanaume umepata mwanangu, umepata. Bidada ndio anafurahia kwa sababu mdingi anamtia moyo kinoma. Twenzao mwanangu, acha ujinga eti kukaa mbali na mwanaume ambaye wanawake wengi wanatafuta mwanaume kama huyu. Cheki toto fulani hivi cha Kiislamu. Samila. Bidada kumwangalia mshikaji, wewe wakakumbatiana pale.
Ilikuwa ni furaha kubwa kinoma noma, yani ilikuwa ni furaha kubwa barabara. Samahani sana, na nakuahidi kwamba siji kurudia tena, yani siji kurudia kile ambacho nilikifanya. Mshikaji aliamua kumuomba msamaha mtoto wa kike na bidada alimsamehe mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Omar. Na uwezi kuamini kwamba bidada kamwambia mshikaji kwamba alafu kitu kingine ni kwamba mimi nina mimba bana. Mshikaji hakuamini, una mimba. Alimkumbatia kwa furaha kubwa, yani ilikuwa ni furaha kubwa barabara. Unajua katoto kakizaliwa katoto nani? Genius. Wanalipenda jina langu hawa. Jamani, nina ofa moja kwa wale ambao wanapenda kutumia YouTube na wanatamani kulipwa kutumia YouTube. Issue ni simple tu. Ni cheki kwenye namba zangu hizo hapo ambazo ziko upande wa juu upande wa kushoto. Ukishanicheki mimi nitakupa namna nzuri ambayo inaweza kukufanya wewe ukalipwa na YouTube. Kama ni kwa muda mrefu umekuwa ukitamani kuweza kulipwa na YouTube, wewe ni cheki hapo, alafu tutabonga kikubwa ni namna gani unavyoweza kulipwa na YouTube. Kwa leo ambao unasholipa pamoja na matangazo, namba ni ile ambayo iko upande wa juu upande wa kushoto 0755660003. Dropisha comment yako na usahau kuweza kusubscribe. Na mimi ni Regina Sauti ya Simba. Bye bye na ciao.